Tafakari ya ibada ya njia ya msalaba. Kituo cha 5. Simoni wa Kirene anamsaidia Yesu kubeba msalaba. Sehemu ya kwanza. Tutafakari dhamira hii. Msalaba wa Yesu hautuachi mikono mitupu. Injili inaeleza kuwa Yesu alipokuwa anaelekea Kalvari hali akiwa amebeba msalaba, askari walimshurutisha Simoni Mkirene ambaye alikuwa ametoka shambani apokee msalaba wa Yesu kwa hofu kuwa Yesu angelifia njiani. Mwinjili Luka anasema, na walipokuwa wakimuondoa walimkamata mtu mmoja Simoni Mkirene aliyekuwa ametoka shamba, wakamtwika msalaba achukue nyuma yake Yesu. Rejea Injili ya Luka sura 23 aya ya 26. Mwinjili Marko katika hili anasimulia hivi: na wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita akitoka shambani, Simoni Mkirene, baba yao Iskanda na Rufo, ili auchukue msalaba wake. Rejea Injili ya Marko sura 15 aya ya 21. Simoni Mkirene hakuwa miongoni mwa waliyemsulubu Yesu, wala hakuhusika katika kushinikiza hukumu ya Yesu. Ni mtu pekee duniani aliyebeba msalaba wa Kristo, hata kama ni kwa kushurutishwa na askari. Hakujua kama ni msalaba wa ukombozi dhidi ya utumwa wa dhambi na mauti. Aliubeba akijua ni msalaba wa mtuhumiwa, lakini kadiri alivyozidi kwenda, neema ya uongofu ikamuingia, akaubeba kwa moyo mkunjufu. Wengi tunatamani kujua habari zake Simoni Mkirene. Alikuwa nani? Kadiri ya jiografia, mji wa Kirene upo kaskazini mashariki mwa Afrika. Pamoja na kujulikana kwa mji wa Kirene mahali ulipo, bado taarifa sahihi za uraia wa Simoni hazijulikani kama alikuwa Mwafrika au Myahudi kadiri ya jina lake au mtu wa mataifa. Cha msingi kwetu ni kujua kwamba alimsaidia Yesu kubeba msalaba, tukio lililoandika historia yake katika mpango wa wokovu. Historia ya Simoni Mkirene ilianza kung'aa baada ya kubeba msalaba wa Yesu. Msalaba wa Yesu haukumwacha mikono mitupu. Alijipatia zawadi ya imani, yeye na familia yake na baadhi ya ndugu zake. Mtume Paulo anawataja watoto wa Simoni Mkirene kama Wakristo ambao ni mihimili ya kanisa na ndio waliofanya kazi kwa ukaribu na Mtume Paulo. Kwa baraka za Mungu kadiri ya mapokeo, tunasimuliwa kuwa watoto wa Simoni Mkirene baadaye walikuja kuwa watu wenye mchango mkubwa kwa kanisa. Rufus au Rufo, yeye alikuwa askofu wa Tosa nchini Hispania, na Iskanda alikufa kama shahidi huko Roma. Mtume Paulo katika barua yake kwa Warumi anataja mmojawapo wa watoto wa Simoni Mkirene: nisalimieni Rufo mteule katika Bwana na mamaye aliye mama yangu pia. Rejea waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura 16 aya ya 13. Yesu kabla ya kubeba msalaba hakuwa na nguvu kubwa ya kutembea kwa kasi kama walivyotaka askari. Kwa sababu ya majeraha makubwa ya mijeledi, taji la miiba kichwani, njaa, kiu, ubaya wa njia na kadhalika. Hapa ndipo ambapo tunasema Simoni Mkirene alimwazima Yesu mabega yake, akabeba gogo la msalaba ambalo linakadiriwa kuwa na kilo 30 hadi 57. Msalaba wa Yesu ni alama ya ukombozi wetu. Kwa njia ya msalaba sisi tumekombolewa. Ni silaha ya Yesu
ambayo kwayo alivunja ufalme wa shetani duniani na kuanzisha utawala wa Mungu. Ni mti wa uzima, kama Eva na Adamu walivyoshawishika na shetani kula matunda ya mti wa uzima uliokatazwa na Mungu. Mungu anatumia mti wa msalaba kumrudishia binadamu uzima ambao Adamu na Eva waliupoteza. Simoni Mkirene, pasipo kujua anabeba nini, anapata nafasi ya kubeba chombo cha ukombozi kwa ulimwengu mzima, akiwemo yeye mwenyewe. Hii ni bahati kubwa ambayo haikuwapata mitume wa Yesu wala wafuasi wake. Watakatifu mbalimbali wamenena mengi juu ya msalaba wa Yesu. Msalaba ulikuwa ni ushindi mkubwa, lakini ulimwengu uliutazama msalaba kama alama ya kushindwa na aibu. Msalaba ulikuwa chemchemi ya uzima, lakini ulimwengu uliuona kuwa ni chanzo cha mauti. Hayo ni maneno ya Mtakatifu Agustino. Nimesulubiwa na Kristo, si mimi ninayeishi, bali Kristo anayeishi ndani yangu. Hayo ni maneno ya Mtakatifu Francis wa Assisi. Msalaba ni ufunguo wa kwenda mbinguni na mlango wa wokovu. Mtakatifu Yohane Chrysostom. Msalaba ni shule kuu ya upendo, ni maneno ya Mtakatifu Teresa wa Avila. Tufanye fikara juu ya msalaba na kuuona namna upendo unaoning'inia msalabani. Hayo ni maneno ya Mtakatifu Bernardo Clairvaux. Msalaba ni njia ya kwenda mbinguni, ni maneno ya Mtakatifu Padre Pio. Roho inayompenda Mungu inapenda kuubeba msalaba kama anavyotamani kupata taji ya ushindi wa kufika mbinguni. Hayo ni maneno ya Mtakatifu Yohane wa Msalaba. Tumsifu Yesu Kristo.